Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya simulizi za Hus. Hapa ndipo mahali unapoweza kupata burudani ya kipekee, simulizi za kutisha, za kusisimua na za kukufanya ushikwe na butwaa. Leo na kusimulia kisa cha kuogofya sana, kinachohusu kijana mmoja aitwaye Zawadi. Tayari? Ebu tega sikio. Majira yalikuwa ya usiku wa manane, mwezi ukiangaza kwa uwezo wake wote. Katika mtaa mmoja wa mbali nchini Romania, palikuwepo na kanisa dogo lililosimama pekee katikati ya giza na ukimya. Ndani ya kanisa hilo, kijana mmoja alikuwa akiomba kwa unyenyekevu mkubwa. Alikuwa ameathirika sana kisaikolojia na mateso yanayomkumba nyumbani kwake. Kila usiku, alitokewa na mizimu. Hakukuwa na amani ndani ya nyumba yake. Lakini bado aliingia nyumbani kwa tahadhari kubwa. Umeme ulikuwa ukiwaka na kuzimika bila sababu ya msingi. Na zaidi ya yote, aliishi peke yake. Ghafla, mzimu ulimtokea tena. Halikuwa jambo la kawaida. Hii ilikuwa nguvu ya giza iliyozidi. Kesho yake, akiwa amechoka na hofu isiyoisha, Zawadi aliamua kuchukua hatua ya mwisho. Akapanda gari kwa kasi sana, akielekea uwanja wa ndege. Hakutaka kupoteza muda. Alikuwa tayari kuondoka Romania na kurejea nchini Tanzania. Kwa lengo moja tu, kutafuta msaada kwa mganga mashuhuri aliyesikia habari zake. Safari ilikuwa ndefu. Ndani ya ndege ya Air Tanzania, baadhi ya abiria walikuwa wamelala. Wengine walikuwa kimya. Mawazo yao yakiwa mbali. Zawadi hakuwa na usingizi wala utulivu. Alijua anachokifuata hakikuwa cha kawaida. Ilikuwa ni safari ya maisha na kifo.
Ndege ilitua usiku kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Mvua kubwa ikiwa inanyesha, taa za uwanja ziking'aa kwa mwanga wa kuvutia. Zawadi alishuka kwa haraka, akachukua usafiri wa kuelekea kijijini. Kijiji kilikuwa kimetulia sana, nyota zikimeta angani, wanakijiji wote wakiwa wamelala usingizi mzito. Alipofika kwa mganga, moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi. Akamwambia mganga, "Samahani bibi, nimekuja kwa lengo moja tu. Kwa majina naitwa Zawadi. Ni raia wa Tanzania lakini nimekuwa nikiishi Roma. Unajua Roma ni nchi yenye nguvu nyingi za ajabu, majini na mizimu si kitu kigeni kule. Na mimi ni miongoni mwa watu waliokumbwa na hayo mashetani. Nilijaribu kutafuta msaada huko lakini sikufanikiwa. Ndiyo maana nikaamua kuja mpaka hapa. Tafadhali, naomba msaada wako." Mganga alimtazama kwa macho ya kina, hakusema neno lolote kwa muda. Alimtazama tena, kisha akatabasamu kwa namna ya kutatanisha. Zawadi hakuwa anajua kwamba mganga huyo hakuwa wa kawaida. Alikuwa ni shetani mwenyewe aliyekuwa anavaa umbo. Mbele ya macho ya Zawadi, mganga alibadilika. Mwili wake ukavimba, sura ikabadilika kuwa ya kutisha. Macho yakawa mekundu kama makaa ya moto. Aligeuka kuwa bonge la jini. Nguvu ya giza sasa ilikuwa uso kwa uso na Zawadi. Hapo ndipo simulizi yetu inafikia hatua ya kutisha zaidi. Lakini kwa sasa, mimi sina la ziada. Endelea kufuatilia chaneli yako pendwa ya Simulizi za Hus. Simulizi hii haijaisha. Usikose sehemu inayofuata, maana ndiko utakapojua kama Zawadi ataokoka au kama huu ndio mwisho wake.